Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika muda mwingine na siku nyingine ya muendelezo wa kipindi chetu. Lakini kabla tuelekea katika dakika za uchambuzi, ni kupe habari njema tu kwamba kipindi chetu kimepata udhamini, na mdhamini mwenyewe si mwingine bali ni Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu mshauri wa safari yako kuelekea hasa katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, nchi za Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, lakini vile vile wana uwezo kukusaidia kwenye kufanya kuratibu maombi yako kwa ajili ya kushughulikia swala la visa. Na sio tu katika upande huo, lakini vile vile wanaweza kukupa ushauri mzuri kuhusiana na plani yako ya safari ambayo unakusudia kuifanya katika siku zijazo. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo hapo, kwa kutaraji kwamba unaweza kupata maelezo ya ziada na ufafanuzi uliokuwa bora zaidi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana kutoka katika Mnukwa Global Visa Consultant. Lakini tukielekea katika uchambuzi wetu, bila shaka imepita siku moja toka mawasiliano yalipofanyika baina ya Rais Donald Trump na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa nchi ya Israel, kuhusiana na maendeleo ya majadiliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kwenye swala la kupunguza urutubishaji wa kiwango cha uranium ndani ya nchi ya Iran. Bila shaka kinachoonekana mpaka sasa hivi, Marekani ameshifti kutoka katika msimamo wake wa awali. Msimamo wake wa awali ulikuwa ni msimamo alikuwa akiuzungumza Benjamin Netanyahu siku za nyuma, za kwamba Irani haitakiwi iwe na hata 1% urutubishaji wa kiwango cha uranium. Lakini vile vile maneno haya yalikuwa yakadiriwa na Marco Rubio kwamba Irani kama inaweza kufanya urutubishaji wa 1%, haiwezi kushindwa kufanya urutubishaji wa 80% ambao inaweza kutumika katika kutengeneza tactical nuclear weapons, au kufikia katika urutubishaji wa 90% ambao vile vile unaweza ukapelekea kwenye kutengeneza strategic nuclear weapons. Kwa hivyo msimamo wa awali ilikuwa ni kwamba Irani haitakiwi kuwa na urutubishaji kabisa. Lakini kwa sasa hivi inaonekana Marekani ameshifti msimamo na ameishawishi Israeli pia ishifti msimamo kwamba Irani inaweza ikarutubisha kiwango cha uranium, lakini kiwango hicho hasa kiwe takriban 3.67. Kwa nini 3.67? 3.67 kwa sababu ndio ilikuwa makubaliano ya awali yaliyofanyika mwaka 2015 tarehe 14 mwezi Julai. Makubaliano yaliyojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action au Iran Agreement. Makubaliano ambayo yalihusisha nchi ya Iran pamoja na nchi takriban 6 kubwa duniani. Maana kunazungumzia nchi kama Marekani, nchi kama China, nchi kama Urusi, nchi kama Uingereza, nchi kama Ufaransa na nchi kama Ujerumani, ambazo zilikuwa zinajulikana kama P5+1. Makubaliano ambayo actually yalianza kufanywa kazi tarehe 16 Januari mwaka 2016. Lakini kufikia mwezi Mei mwaka 2018, Rais Donald Trump ndiye aliyekuwa wa kwanza kujitoa katika makubaliano hayo, akileta hoja kuu mbili. Hoja ya kwanza ni kwamba makubaliano hayakuwa makubaliano ya kudumu, pamoja na kwamba ni makubaliano yaliyokuwa yakiitaka Iran irutubishe 3.67 ambayo inatosha kwa matumizi ya kijamii kama uzalishaji wa umeme, vile vile na program zake kama hizo za kutengeneza baadhi ya madawa ambayo yanaweza kutumika katika kuua vijidudu na mfano wake. Hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza, kwamba makubaliano sio makubaliano ya kudumu na ndio maana Marekani wanaona wajitoe. Lakini vile vile hoja ya pili ilikuwa ni kwamba makubaliano yalikuwa hayahusishi program ya Iran katika utengenezaji wa ballistic missiles. Kwa hivyo Marekani iliona kwamba ijitoe mwaka 2018. Na hatimaye makubaliano ya mwanzo, Iran walikubali kuingia kwenye makubaliano yale mwaka 2015 kwa kigezo cha kwamba waondolewe vikwazo walivyokuwa wamewekewa vya kiuchumi. Lakini kufikia mwaka 2018, Rais Donald Trump alijitoa katika makubaliano yale, na mwisho wa siku alirudishia vikwazo nchi ya Iran. Kwenye kufanya retaliation, Iran ikaamua iendelee na programu yake ya urutubishaji wa nuclear, kiasi ambacho mpaka sasa hivi imefika takriban 60% ya urutubishaji.
Kilichobakia ni kama takriban 20% kufikia katika uwezo wa kutengeneza tactical nuclear weapons. Nikisema tactical nuclear weapons, maana yake ni zile silaha ambazo zinaweza kutumika katika mapigano ya vita hizi za kawaida. Lakini zimebaki 30% kuweza kufikia kwenye kutengeneza strategic nuclear weapons. Tukisema strategic nuclear weapons ni zile silaha za kiatomiki kubwa kama zile ambazo zilitumika mwaka 45 kule Hiroshima na Nagasaki kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Marekani. Tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba Iran position alofikia ni position kubwa sana. Ni position ambayo hata mwenyekiti wa Department ya Atomic ya Umoja wa Mataifa, International Atomic Energy Agency, amezungumza kwamba kiwango ambacho walichokuwa nacho Iran sasa hivi ni kiwango kikubwa, na ni kiwango ambapo hakipimiki moja kwa moja, kwa sababu inaonekana kwamba ukiachilia mbali zile nuclear site kama za Fordo au Natanz ambazo ni maarufu pale katika nchi ya Iran na ambazo ni kubwa, zinaonekana kwamba urutubishaji wake ni umefikia katika level ya juu sana. Lakini kile kilichozungumzwa na Grossi ambaye ni mwenyekiti wa upande wa International Atomic Energy Agency, anasema kwamba Iran wanaonekana vile vile wana sehemu za siri za underground ambazo wamekuwa wakifanya shughuli zao za kiatomic, ukilinganisha na kile ambacho kinaonekana katika juu ya ardhi, na kiasi ambacho amejaribu kutoa warning kwa mpango wa Israel ambao kwa kiukariri mara nyingi kwamba ikiwa diplomatic issues au discussion, majadiliano ya kidiplomasia yatakapokuwa yameshindwa kufanikiwa, basi Israel itafanya mashambulizi katika baadhi ya nuclear sites za Iran. Jambo ambalo Grossi anasema kwamba bila shaka aliweze kuleta madhara ya kiwango hicho, kwa sababu bado kuna mifumo mingi ya kinyuklia ambayo inaonekana kwamba Iran wamejaribu kuificha underground. Na pamoja na kwamba hili limekuwa pia likitolewa warning na Rais Donald Trump alipokuwa ameulizwa siku za nyuma kwamba je, unamuonya Benjamin Netanyahu kuhusiana na mashambulizi anataka kuyafanya katika nchi ya Iran? Rais Donald Trump alisema kwamba ni kweli huwa anamuonya Benjamin Netanyahu kwamba asifanye mashambulizi wakati majadiliano ya kidiplomasia bado yanaendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini hili pia tunajaribu kulitazama kwa upande mwingine kwa kuangalia siku za karibuni nchi ya Iran imetoa taarifa ya kwamba ina taarifa za kiintelijensia, imeweza kuapua taarifa za kiintelijensia nyingi kuhusiana na nuclear program za nchi ya Israel, ambayo inakadiriwa kwamba kuna uwezekano mkubwa wakawa wameziiba kutoka katika Sorak Nuclear Center. Sorak Nuclear Center ni center inayopatikana kusini kidogo mwa mji wa Tel Aviv, ambayo actually ni center ambayo inajulikana kwamba ni ya kitaifa ndani ya nchi ya Israel, pamoja na kwamba hatuna hakika kama taarifa ambazo Iran wanazo kuhusiana na nuclear program ya Israel inahusisha tu program ambazo zinaendelea ndani ya Sorak ile nuclear center, au inahusisha vile vile na baadhi ya program ambazo zimekuwa zikiendelea kule katika jangwa la Negev. Hii ni katika mambo ambayo tunatarajia kwamba tukayapata katika siku zijazo. Lakini moja katika hatari kubwa ambayo inaweza kujitokeza kutokana na plani ambayo Israel imekuwa ikizungumza kwamba inakusudia kuishambulia nchi ya Iran ni kiasi cha taarifa ambacho Irani wanacho kuhusiana na program za nchi ya Israel katika upande wa nuclear, kiasi ambacho hatuwezi kujua retaliation itakuwa kiwango gani kama Iran itashambuliwa na nchi ya Israel. Pamoja na kwamba aina ya mashambulizi ambayo Israel wamekuwa wakizungumza kwamba watashambulia sehemu ya nuclear site, tunaona ni kwamba hatuna shaka kwamba yatakuwa na athari kiasi ndogo sana katika upande wa strategic move, yani katika upande wa madhara ya kimkakati, lakini inawezekana ikawa na madhara kidogo katika upande wa mbinu, kwa kuzingatia kwamba au unasema kwamba ile tactical impact, kwamba
upande wa mbinu inawezekana ikawa na madhara kwa kiwango fulani, kwamba labda mmeshambulia katika sehemu ya Natanz au sehemu ya Bushehr au wapi, mkaleta madhara kwa kiwango fulani, lakini sio kusema kwamba ile program yote ya nuclear move inaweza ikafa ya nchi ya Iran kwa sababu ya mashambulizi ya nchi ya Israel. Lakini katika upande wa pili tunaona kwamba iwapo mashambulizi hayo yanaweza yakafanyika, madhara yake yanaweza yakawa makubwa zaidi, kwa sababu inaweza kapelekea katika regional war, inaweza kapelekea katika vita kubwa ya kikanda, ambao inaonekana ndio plani ya muda mrefu ya Benjamin Netanyahu, ili kuweza kuprolong muda wake wa kuendelea kubaki madarakani, ni kuweza kutengeneza wakati mwingine mgogoro mkubwa zaidi katika upande wa Mashariki ya Kati, na mgogoro mkubwa zaidi kwa Israel, hasa ni mgogoro baina yake na nchi ya Iran. Lakini kusema kwamba anaweza kaleta madhara movement yake ambayo Benjamin Netanyahu amekuwa akizungumza mara nyingi kwa maana kusudia kuishambulia nchi ya Iran, bila shaka tunaona kwamba madhara yake inawezekana yasiwe makubwa kwa kiwango hicho. Lakini katika kile ambacho Marekani ndio wamejaribu kukisuggest kwa nchi ya Iran kwamba ikiwezekana warudi katika makubaliano ya awali ya kupunguza urutubishaji, warudi paka katika 3.67%. Tunaona huku ni kupungua kwa kiwango kikubwa sana, kutoka 60% mpaka 3.7%. maana yake ni kupungua kwa takriban kama 50 na takriban 6 kama 0.33, kiasi ambacho itakuwa ni kuwarudisha nyuma sana au kukubali kurudi nyuma sana kwa nchi ya Iran. Lakini vile vile kwa kuzingatia pia mazingira ya tension ambayo imekuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ukihusisha movement ambazo Israel wamekuwa wakifanya attacks katika nchi kama ya Syria, wamekuwa wakifanya attacks katika sehemu za Lebanon, manake ile region yote wanajaribu kuivuta iwe chini yao, ifikie hatua kwamba Israel aonekane kwamba ndio dominant katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hata move ya Israel kusema kwamba atashambulia sehemu ya Iran, moja katika target yake ni hiyo, kwamba Israel ifikie hatua ionekane kwamba yeye ndio strategic dominant katika upande wa jeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo tunajua kabisa kwamba Iran bila shaka hawawezi kulikubali kwa sababu nyingi. Hawawezi kulikubali kwa sababu Iran anajizingatia kwamba yeye vile vile ni giant katika eneo la Mashariki ya Kati, na ni miongoni mwa nchi ambazo zina ushawishi katika Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba kwa takriban toka vita ya Gaza imeanza, uwezo wa ushawishi wa Iran umepungua kwa kiwango kikubwa, na hasa baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad na vile vile kufariki kwa watu muhimu kama kina Hassan Nasrullah. Hii imeleta impact kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile imeongeza sehemu ya dominance au sehemu ya udhibiti wa utawala wa nchi kama ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba nchi nyingi zimekuwa zinakuja katika mrengo ambao kama vile unakuwa na favor Israel. Ukiangalia kuanzia Lebanon, serikali ya Joseph Aoun iliyoingia madarakani haitaki mapigano na Benjamin Netanyahu au na Israel. Ukiangazia serikali ya Abu Muhammad Jawlan au Ahmad Shara ile ya Syria, msimamo ni huo. Ukiangalia memba wale au marafiki wa muda mrefu wa Israel, nchi kama za Jordan, wameendelea kumaintain msimamo huo. Kwa ina maana zile resistance group au ardhi ambazo zilikuwa zinaweza kutoa upinzani kwa Israel zimepungua kwa kiwango fulani, kiasi ambacho inaonekana sasa hivi upinzani wa moja kwa moja unatoka katika nchi ya Yemen katika kundi la Houthi, lakini vile vikundi vilivyokuwepo katikati kwa mwanzo vingi inaonekana kwamba vimepoteza uelekeo. Lakini pamoja na kwamba pamekuwa na plani hizi ambazo zimekuwa zikijadiliwa kwa upande wa Marekani, plani ya mazungumzo na Iran, kwa sababu wanataraji watakuwa na mazungumzo mengine, tunategemea weekend ya wiki hii ya kuendelea kujadili kuhusiana na Iran kukubali kupunguza kiasi cha urutubishaji wa nyuklia, na at the same time kwamba Israel imekuwa kama ni watchdog, imekuwa kama ni mtazamaji wa kile kinachoendelea baina ya Marekani na Iran, ikitangaza kwamba yenyewe kuna hatua itakachukua ya kuishambulia Iran. Ni kama tulivyozungumza siku za nyuma, tunaona kwamba bado hapata kuwa na madhara ya namna yote makubwa kwa nchi ya Iran katika movement zote. Movement ya kwanza hiyo ya makubaliano ya kupunguza kiasi cha enrichment kwa nchi ya Iran kutoka katika upande wa Marekani, tunajua kwamba Iran itabaki na msimamo wake
au kama atakubali kupunguza kiasi cha urutubishaji, inawezekana kwa kiwango kubwa ikawa ni kiini macho kwa sababu ya hali jinsi ilivyo. Lakini vile vile plani ya Israel kuishambulia Iran ni plani ambayo inatupa shaka vile vile, kwanza kwa mazingira yalivyo hivi sasa, kwamba Iran imetangaza kwamba yenyewe ina sehemu ya taarifa kuhusiana na nuclear program ya Israel. Kwa hivyo hatujui kipi kitakachofuata baada ya Israel kusema kwamba wataishambulia nchi ya Iran. Lakini vile vile msimamo huu wa kwamba tuishambulia Iran ni msimamo ambao actually unasukumwa zaidi na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini kwa mazingira ya kisiasa pia ya nchi ya Israel kwa sasa, hata uwepo wa Benjamin Netanyahu vile vile umekuwa ni wa mashaka, kwa kuzingatia kwamba siku ya kesho kuna kura ambayo ilikuwa imekuwa proposed, kuna kura ambayo ilikuwa imependekezwa na wabunge wa upinzani ndani ya bunge la Knesset. Na ukizingatia kwamba umoja ambao anauongoza Benjamin Netanyahu una viti takriban 64 kati ya viti 120. Ina maana kuna vyama vya upinzani vina viti takriban 56. Difference ni kama viti 4 ili kuweza kuweka mazingira yakae sawa sawa. Lakini katika kule na upendekezo siku ya kesho, mojawapo ilikuwa ni kulivunja bunge. Kulivunja bunge na kutoa fursa ya uchaguzi. Na moja katika core members au members walikuwa kimsupport Benjamin Netanyahu, kwa mfano chama cha Shas, ambacho actually ni chama kinachoundwa na watu ambao wanaitwa Haredim tunasema, au ultra orthodox Jews, wale Wayahudi ambao wanakuwa na misimamo mikali ndani ya nchi ya Israel. Maana yake wenyewe wako very strictly na kufuata mafundisho ya Taurati na mfano kama hivyo, na wengi hawaamini kwamba Israel inapaswa kuwa nchi, bali wanaamini kwamba Israel ili iwe nchi inatakiwa iwe nchi kipindi atakachokuja Masia. Ndio wanaamini zaidi katika upande huo. Sasa katika umoja wa Benjamin Netanyahu, katika umoja ambao unaongoza Benjamin Netanyahu, moja katika society au moja katika jamii ambayo ipo katika umoja huo ni jamii ya ultra orthodox Jews, ambao tokea mwaka jana takriban kwenye mwezi Juni, mahakama ya Israel ilipotangaza kwamba watu wote wanatakiwa waingie katika jeshi, kwa sababu hawa Haredim Jews au ultra orthodox Jews walikuwa wanakuwa exempted, walikuwa wanawekwa pembeni katika utaratibu wa jeshi, wenyewe hawaingii katika masuala ya jeshi. Lakini toka mahakama ilipopitisha azimio hili na mwezi wa 4 mwaka huu walipochukuliwa baadhi ya Orthodox Jews kuingizwa katika upande wa jeshi, wameapa kujitoa katika umoja unaomuunga mkono Benjamin Netanyahu, na wenyewe wana viti takriban 11. Kwa ina maana wakitoka katika viti takriban 11, maana yake umoja wa Benjamin Netanyahu unaongoza Benjamin Netanyahu ambao una viti takriban 64 utapungua kuwa na viti 53, na upande wa upinzani ambao ulikuwa na viti 56, maana yake watapanda kuwa na viti takriban 67, kiasi ambacho inaweza kapelekea kwa upande mmoja au mwingine serikali ya Benjamin Netanyahu ikaanguka kwa staili ya namna hii. Pamoja na kwamba siasa za Israel ni siasa ambazo wakati mwingine huwa zinabadilika katika last minutes, zinabadilika katika dakika za mwisho. Inawezekana siku ya kesho wakafanikiwa kuongea na Ariel Atas ambaye actually ni kiongozi wa Shas party, kushawishi labda warudi tena katika umoja unaoongozwa na Benjamin Netanyahu. Lakini kile tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kesho ikatoka taarifa ya tofauti ndani ya Knesset kutokana na msimamo uliochukuliwa na Haredim. Na jamii hii ya ultra orthodox Jews au Haredim, by the way, ni jamii ambayo imechanganyika kutoka katika magrupu tofauti ya ndani ya Israel. Kwanza ni jamii muhimu kwa sababu ni jamii ambayo inazaliana sana ndani ya Israel. Manake katika future existence au katika uwepo wa siku za mbeleni wa nchi ya Israel unategemea zaidi jamii ya Orthodox Jews, kwa sababu wao wakizaa wanazaa watoto 8, watoto 10, maana wanazaa watoto wengi. Ina maana kwa sasa hivi ukiangalia asilimia yao katika nchi ya Israel ni takriban asilimia 14 ya Waisrael wote. Lakini nakadiriwa mpaka kwenye 2035 na kuendelea, bila shaka asilimia yao inaweza ikapanda mpaka kufikia kwenye asilimia 30, kwa sababu karibia kila mwaka wanaongezeka kwa asilimia 4. Na muundo wao manake wanatoka katika jamii zote.
katika jamii za Ashkenazi. Nikisema Ashkenazi ni wale Wayahudi ambao wanatokea katika nchi za mashariki mwa Ulaya, maana nchi kama za Poland, nchi kama za Urusi, Ukraine, Lithuania, Ujerumani na mfano wake. Wanatokea maeneo hayo, wanaitwa Ashkenazi, ambao Haredim pia wapo wanaotoka katika kundi hili. Lakini vile vile kuna Wayahudi ambao tunasema ni Sephardic Jews, ambao hawa actually wanatokea maeneo kama ya Spain, maeneo kama ya kaskazini mwa Afrika. Spain walikuwepo hasa mpaka kufikia kwenye mwaka 1492, kipindi ambacho kuna dola ya au ile caliphate zile za Kiislamu au dola ya Kiislamu ilikuwa kitawala maeneo ya kule Spain, ikiitwa kipindi hicho Andalusia. Kwa hiyo baada ya kuanguka katika miji ile ya Spain, miji kama ya Cordoba, Granada, Toledo na mfano wake, baada ya kuanguka miji hiyo, maanake mwaka 1492 chini ya movement walikuwa wanaita Reconquista, kiongozwa na King Ferdinand pamoja na Queen Isabella. By the way, walifanya kuwafukuza jamii ya Wayahudi, ndio hao tunasema ni Sephardic Jews, kutoka maeneo hayo ya Iberian Peninsula, maanake nazungumzia nchi kama za Portugal na nchi kama za Spain ya leo. Wakaja maeneo ya Afrika na wengine wakaelekea kule maeneo ya Middle East. Na vile vile katika society hii ambayo tumesema ni Sephardic Jews wanatokea maeneo hayo, by the way, ni ndani yao pia wanapatikana jamii yao Haredim. Kwa hiyo maana unaweza kuona kama ni composition ya jamii kubwa ambao pia wanagawanyika katika baadhi ya mirengo yao na namna wanavyofuata misimamo yao hiyo ya kiimani. Lakini by the way, ni jamii kubwa ndani ya Israel ambayo imeshika msimamo huo kwamba siku ya kesho watahakikisha kwamba wanajitoa katika umoja ambao unaongozwa na Benjamin Netanyahu na waweze kuhamia katika umoja wa upinzani. Kwa sababu moja tu, sababu yao kubwa ni kwamba Benjamin Netanyahu ameshindwa kutimiza ahadi yake ya kuzuia ultra orthodox Jews au Haredim kuingizwa katika upande wa shughuli za kijeshi. Maanake wao ni watu wa imani, wanakaa katika zile synagogue kwa ajili ya kufanya ibada na vitu mfano wake. Kitendo cha kuingizwa katika masuala ya kijeshi, maanake huu ni utaratibu mpya ambao umekuwa adapted katika kipindi ambacho Benjamin Netanyahu ni waziri mkuu, na hasa aliyochagiza sana movement hii alikuwa ni Yoav Gallant, alikuwa waziri wa ulinzi kabla ya Israel Katz ambaye yuko sasa hivi. Kwa hiyo actually tunaweza pia tukaona kwamba hiyo movement ambayo inazungumzwa na Benjamin Netanyahu kwamba anakusudia kuivamia nchi au kuishambulia nchi ya Iran, inawezekana ikapotea hewani iwapo siku ya kesho ultra orthodox Jews watapiga kura ya kujitoa au ya kutaka bunge liweze kuvunjwa. Na kwa sababu mpaka sasa hivi statistics zinaonyesha kwamba Liquid Party ile ya Benjamin Netanyahu inahodhi viti takriban 32, lakini iwapo bunge litavunjwa inaonekana kwamba watapoteza atapoteza 1/3 ya viti hivyo, maana yake asilimia kama 33.3, which means kwamba inawezekana kwamba watu 11 au viti 11 vikapotea na badala yake vikabaki viti takriban kama 22 katika ule umoja au katika kile chama cha Liquid Party ambacho kinaongozwa na Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo hii pia ni picha nyingine ambayo unaweza ukaona kwamba inaendelea kuonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa sehemu ya ndoto ya mashambulizi ya Israel kwa Iran inawezekana isiwe yenye kutimia kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni kiasi cha taarifa ambacho Israel au ambacho Iran wanacho. Hatuna hakika ni taarifa nyingi za kiwango gani na zinaweza kuleta madhara kwa kiwango gani. Lakini jambo la pili ni movement ya kesho katika bunge la Knesset, iwapo litapelekea serikali ya Benjamin Netanyahu iwe dissolved ndani ya bunge, maana yake inaashiria wazi kuna uwezekano mkubwa uongozi wa Benjamin Netanyahu ukawa unaelekea katika ultimatum au katika kilele chake. Na ikiwa hilo litakuwa hivyo, tunaweza tukapata signal kwamba kuna nafasi kubwa ya kwamba utawala wa Donald Trump inawezekana umeinjinia hicho kinachokuja mbele.
tunapata shaka ya jambo hilo kwamba kuna uwezekano mkubwa serikali ya Donald Trump ikawa imeengineer movement hiyo ya kumwangusha Benjamin Netanyahu, na hii ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwamba haviko sawa baina ya Benjamin Netanyahu na Donald Trump, pamoja na kwamba kuna mengine ambao wanakuwa wanakubaliana, lakini kuna baadhi ya mambo inaonekana hayako sawa, na hususa hichi kinachoendelea pia ndani ya Gaza. Pamoja na kwamba Marekani anaonekana yuko mbele, bado anaweka kura ya veto. Kura ya veto yake ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kama tulivyoona siku kadhaa zimepita nyuma, kwamba katika wajumbe takriban 15, 14 walikubali kupiga kura ya kutaka wale mateka waachwe huru, lakini vile vile makubaliano ya ceasefire iwepo ya kudumu ndani ya Gaza bila masharti ya namna yote, lakini aliyozuia peke yake alikuwa ni nchi ya Marekani. Tunasema hii ni strategic move kwa kuzingatia kwamba umuhimu wa Israeli ndani ya eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu Marekani ili aweze kulimanage eneo la Mashariki ya Kati anamhitaji zaidi Israeli. Ili aweze kulimanage eneo la Mashariki ya Kati anamhitaji zaidi Israel. Na sababu kubwa ya kumhitaji Israel ni kwa sababu eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo linaweza likaunganishwa kupitia vitu kama vitatu muhimu. Cha kwanza ni eneo kubwa ambalo watu wake wanaongea lugha moja, kwa hiyo wanaweza wakaungana kupitia lugha yao. Lakini vile vile ni eneo kubwa ambalo linaunganishwa na culture ya watu wanaofanana. Maana tofauti wa culture ni mdogo sana kwa baadhi ya jamii za watu wachache, lakini wengi utakuta kwamba jamii zao wanafuata culture moja. Lakini vile vile wanaweza wakaunganishwa kupitia dini, kwa kuzingatia kwamba majority ya watu wa Mashariki ya Kati ni watu ambao wanatoka katika dini ya Kiislamu, pamoja na kwamba kuna sehemu ya Wakristo wale Orthodox Christians pamoja na watu wengine kama Yazidi na mfano wake wapo, lakini ni eneo ambalo linaweza likaungana kupitia vitu muhimu ambavyo vinaweza kufanya wakatengeneza kitu kikubwa kama ilivyokuwa katika kipindi cha Ottoman Empire. Ili kuweza kucontrol eneo hili, maana yake unahitaji upate mtu kama Israel au nchi kama Israel ambayo inaweza ikaclaim kwamba na yenyewe ina asili ya eneo hilo na ikatumika katika kufanya monitoring ya baadhi ya mambo kwa advantage au kwa maslahi ya nchi nyingine, nchi kama Marekani. Kwa hiyo kura yake labda katika ile Security Council au katika Baraza la Umoja wa Mataifa inaonekana kabisa kwamba ni strategic vote, ni kura ya kistrategia, lakini si kura ya kiuhalisia. Kwa maana kwamba mambo yanayoendelea katika mifumo ya kama hivyo uingizaji wa chakula ndani ya Gaza, watu wanavouliwa ndani ya Gaza, ni vitu ambavyo vinaonekana wazi kabisa kwamba haviwezi kutengeneza rekodi nzuri ya historia ya nchi kama Marekani, ambayo mara zote imekuwa ikipita mbele ikihimiza masuala kama ya haki za binadamu, masuala ya demokrasia na mfano wake. Kwa hiyo by the way, tunaona kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Marekani inaonekana inakuwa inakubaliana na Benjamin Netanyahu, lakini kuna mambo inakuwa inakatana na Benjamin Netanyahu, pamoja na kwamba msimamo wa Marekani dhidi ya Israel unaonekana ni msimamo ambao sikuto uko madhubuti. Kwa hiyo by the way, ni sehemu ya picha ambayo tunajaribu kuitazama kwa kile ambacho kwanza kimejadiliwa na Benjamin Netanyahu pamoja na Rais Donald Trump, lakini vile vile kwa upande mwingine tunajaribu kutazama katika upande wa plani ya Israel iliyokuwa nayo dhidi ya nchi ya Iran, kwamba ni kweli inaweza ikafua dafu ama inaweza isifue dafu. Lakini kile ambacho tunachokiona ni kama mazungumzo yetu ya kipindi nyuma tulipata kuzungumza kwamba tunapata shaka na malengo ambayo Israel wanayo dhidi ya nchi ya Iran kama yatafanikiwa, kwa sababu ataki yote itakayofanyika tunaona kwamba most likely au zaidi inawezekana ikawa ni tactical na sio strategic. Inawezekana ikawa ni mashambulizi ya kimbinu lakini sio ya kimkakati, kusema kwamba Iran wanaweza kurudisha nyuma katika kile ambacho wameshakifikia mpaka sasa hivi. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kuangalia movement hii na kuweza kuona kwamba huenda katika siku zijazo tukaweza kukuletea uchambuzi uliokuwa bora zaidi na wenye ufafanuzi na kugusa katika matokeo yaliyokuwa chanya ya kile ambacho tumekitazama katika siku ya leo. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.